Wakati wa Kenya, makundi ya kijamii na familia za waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwaka jana wakitarajiwa kufanya maandamano hadi nje ya bunge la kitaifa kuandaa kumbukizi ya mwaka mmoja. Alikuwa anatafuta huyu mwingine ako wapi ndio akapata risasi huko. Sikujua hata kama amefika huko tu hakuwa kwa maandamano. Nakuta tu mtoto wangu ako mmoja risasi akisema tulete ushahidi. Shahidi yangu ni ile pale postmortem peke yake. Mimi haki itendeke, yani wajaribu kutafuta venye tutapata suluhisho ya kupata yani huwezi pata mtoto, lakini wajaribu at least mzazi asikuwa analia miaka yote, apate at least kitu anaweza jisaidia nacho, mtoto alikuwa tegemeo yake. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga sasa anasema kwamba Wakenya lazima walinde taifa lao kwa hali na mali wakati Kenya kikumbwa na misukosuko. Naamini kabisa kwamba bila kujali kutoelewana kwetu, maono yetu na kukatishwa tamaa, tunapaswa kuwa na nchi kwanza. Tunaweza kuwa na maono ya hali ya juu tunavyotaka, lakini bila nchi kutekeleza mawazo hayo, yatabaki tu kuwa ni matakwa na ndoto zilizoahirishwa. Kinara huyo wa ODM amekashifu mazingira ya kisiasa iliyopo katika taifa la Kenya kwa sasa, akibaini kwamba hali ya wasiwasi imetanda ambapo wanasiasa fulani wanahisi kwamba lazima wawe mamlakani. Tathmini hii pia inakuja katika wakati mgumu kwa nchi, ikitoka kwa wale wanaodai huduma bora. Chachu hiyo pia inaendeshwa na wale wanaohisi wanapaswa kuwa madarakani. Makundi yote mawili ni raia wa Kenya na wanastahili kusikilizwa. Odinga akiongea wakati wa siku ya pili ya kongamano la siku ya tatu kuhusu utendakazi wa serikali katika mtaa wa Karen. Wakati huo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa changamoto kwa vijana kudumisha amani wakati wa maandamano ya kumbukumbu ya mwaka jana ya kilele cha maandamano ya kupinga mswada wa kifedha wa mwaka 2024 ambapo makumi ya vijana waliuawa. Kwa hivyo mtu yeyote akitaka kuchezea amani yetu, we shall defend it with each and every ounce of energy that we have. Babu, amani has no alternative in our country. Nimefanya kazi na mzee Moi, nilifanya kazi na mzee Kibaki, nilifanya kazi na mzee Raila, nilifanya kazi na Uhuru tukiwa kwa cabinet ya mzee Kibaki. Na wakati huo wote hakuna wakati tunaweza kusahau kama 2007 ambayo watu walileta mchezo kwa siasa. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche wa ITV.